Ya, haleluya, mtu wa Mungu. Ni la kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nimeona clip hapa kuhusu TAG. Wanasema wanataka waanze kuhubiri injili ya kuwaleta watu kwa Yesu na kuwapeleka mbinguni. Mimi nachosema kwamba injili hamwezi kuwa na injili zaidi ya hiyo. Yaani kuwa na injili zaidi ya hiyo, hamwezi mkawa na injili zaidi ya hiyo ya kutafuta kuwa na nyumba, kuwa na magari, kutafuta kumiliki vitu vya ulimwengu. Yaani hamna uwezo wa kutafuta injili nyingine au kuhubiri injili nyingine. Yaani nyinyi ndio ishagafika, ndio full stop, ndo hapo. Hayo ni maneno, kwa sababu injili unaizungumzia ya kuwaleta watu kwa Yesu, siye kuna mteja anaihubiri hiyo injili. Injili ya kuwaleta watu kwa Yesu ni ile Isaya 1:17 inayosema, jifunze kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni wanaoonewa, mteteeni yatima, mteteeni mjane. Hiyo ndio injili. Lakini injili nyingine iliyobaki ni injili ya kutafuta mafanikio ya ulimwengu, na ukiwa unasubiri kumwomba Mungu siku zako zifike za kwenda kwa Baba. Ndio injili nyingine iliyobaki, ndio hiyo. Kwa sababu injili ni moja tu, kupinga wabaya, ukisha wapinga wabaya halafu nitenda mema. Msikilize huyu kiongozi wa TAG anachokizungumza. Msikilize. Wito wetu tulioitiwa sisi sio kumiliki magari, maana naona kuna mashindano makubwa kati yetu, nani ana gari bora kuliko mwingine. Hatukuitwa sisi kumiliki magari, japo magari tunayahitaji. Hatukuitwa sisi kumiliki majumba, sio sababu ya wito wetu. Naona mna mashindano mengi sana siku za leo, nani ana nyumba bora kuliko mwingine. Ni kweli nyumba tunazihitaji, lakini hatukuitwa kwa ajili ya kumiliki majumba. Hatukuitwa kwa ajili ya kuvaa suti za gharama au mavazi ya gharama, maana hata natumai imemsikiliza maelezo yake anayosema kwamba ifikie hatua TAG waamke, waanze kuhubiri injili sasa, sio kuanza kupambana na vyeo vya kuitwa dokta, ya kuita mchungaji mkubwa. Kwa hiyo amewasihi wote waanze kuhubiri injili. Sikia, tarudia. Maana sina moja na mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hao wakitamani hiyo wamefarakana na kuchomwa kwa maumivu mengi. Sina la mabaya ya kila namna ni mtu kupenda pesa, ile hali amefarakana na huwezi ukapenda majumba na magari ya kifahari halafu ukaja ukahubiri injili. Yesu alikuwa na mianya mingi sana ya kuweza kuwa tajiri wa kila aina, sababu waliokuwa ni wezi, kwa injili ambayo Yesu alikuwa anahubiri, kupinga dhuluma, kupinga maonezi, ilikuwa ni kawaida tu kuweza kusogezewa bahasha, achane na nacho kuhubiri. Ndio maana hata nyinyi mnaweza mkaalikwa kokote changamana na waovu. Yaani nyinyi ni dini ambayo haibagui, inaenda kokote, yani kokote, yani haichagui, yenyewe inaingia kokote. Ukialikwa na waovu, mnaenda mnakaa pamoja, mnawalika kwenye uzinduzi, wanahutubia, wanaelezea mambo yao, siasa zao na sera zao walizonazo.
Nyinyi hamna injili nyingine ya kuweza kuwapinga wabaya, ili hao wabaya waache uovu waje kwa Yesu. Ili sasa mimi niwashauri nyinyi mnaotaka kuhubiri injili, watie injili, kuhubiri injili, nataka kuhubiri injili, kuwaleta watu kwa Yesu. Pingeni wanaoleta dhuluma juu ya watu. Kuna watu wanalia nyumba zao zimevunjwa, wamevunjiwa nyumba zao. Kuna watu wanaumia, vilio mtandaoni vimekuwa ni vingi, si kama mvioni. Hao ndio watakao mhubiria sasa. Waache kuumiza watu, waanze kutenda mema, waje kwa Yesu ili sasa waende kwa Baba. Lakini hao mliowajaza huko makanisani, wameweka vidole vyao, wameweka marangirangi, wanapambana na mawigi tu, yani wanapambana na mawigi, weka makucha marefu kwenye miguu. Hicho ndio wanachokijua sasa. Kwa Yesu tulishafika, ndo hapo kuweka mirangi kwenye midomo, ndo tayari kwa Yesu tayari. Unawapeleka tena kwa Yesu wapi hao wengine? Hao wakati walishafika hapo. Mimi najisema nyinyi hamna injili zaidi ya hiyo ya kutafuta hela. Hamtokuwa na injili nyingine yoyote ya kupinga dhuluma, ya kupinga wauaji, ya kupinga watekaji. Hamtokuwa nayo, kwa sababu wengi wenu nyie hamko tayari kukubali kutoa uhai wenu kwa ajili ya watu wengine. Hamko tayari. Kwenye kitabu cha Luka tuangalie hapa, Yesu aliongea maneno kadhaa. Kitabu cha Yohana, Yesu alizungumza maneno yanayotakiwa wewe ufanye nini. Yohana 15 na mstari wa 13 anasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hiyo ndio injili sasa, wewe kukubali kuutoa uhai wako kwa ajili ya rafiki yako. Umkingie kifua anayeumizwa, yaani uwe tayari. Hiyo ndio injili. Mna injili gani? Hamna injili zaidi ya hiyo mnatakayohubiri ya watu kutafuta pesa. Hamna, yaani nyinyi hamtokuja muwe na injili zaidi ya hiyo mlionayo, ya kutafuta nyumba, ya kutafuta gari, ya kutafuta heshima za ulimwengu. Hamtokuja kwa. Ndio maana nyinyi mko tayari kushikamana na waovu ili mradi mupewe chochote. Sio kupinga watu, sio kupinga wanaofanya mabaya. Hiyo sio wito wenu. Wito wenu wa kuwaleta watu kwa Yesu, waovu, yani waje waovu, muwaonyeshe namna ya kwenda kwa Yesu, na ile hali wakati wao hawezi kuacha uovu. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Nanyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamruyo. Wewe kama umekubali kuambatana na Yesu, umeshakuwa rafiki wa Yesu, tenda yale aliyokuamuru. Ndio Biblia inavyosema, fanya yale aliyokuamuru. Hakuna aliye na upendo mkubwa zaidi ya huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Ndiyo injili hiyo, ndiyo kuwaleta watu kwa Yesu. Kama yeye alikubali kufa kwa ajili yetu sisi, akakubali kuutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, basi na nyinyi muwe tayari kupata mateso kwa ajili ya Kristo. Wengi wenu hamko tayari. Ndio maana vichwa vya somo vinahubiri habari ya kutoa. Ndio vichwa vya somo. Hamwezi kuwa na vichwa vya somo zaidi ya hivyo, zaidi ya kutoa pesa, zaidi ya kuwa tajiri. Jitoe, uwe tajiri. Usipotoa utaraniwa. Usipotoa Mungu atakupiga. Utaraniwa mjini, utaraniwa mashambani, utaraniwa kwenye kazi yako. Ndiyo injili mlionayo maidia. Hamwezi kuwa na injili zaidi ya hiyo. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza anasema, utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako akizavyo hivi leo.
Kwa maana yake kuna kusikia sauti ya Bwana aliyokuagiza leo, ndipo utakapoweza kubarikiwa. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mjini, na utabarikiwa kapurapo na kukania Mungu. Maana yake kinyume chako kaendelea kusoma, usipoyatekeleza yale aliyokuagiza, elewa laana zitaambatana nawe. Ndio maana nyinyi kupenda hela ni jambo la kawaida, kwa sababu hamwezi kawa na injili zaidi ya hiyo, zaidi ya injili ya kutafuta pesa. Hamwezi kawa na injili ya kutafuta, hamwezi kawa na injili zaidi ya hiyo. Nyinyi ni kuambia tu watu, ukiwa kwa Yesu utapata mke mzuri, mme mzuri, utakuwa na duka kubwa, utakuwa na biashara kubwa, utakuwa na mambo makubwa. Sio kumwambia mtu ache mabaya, hapana. Waebrania hapa Waebrania 13 mstari wa 5. Waebrania 13 mstari wa 5 nasema, msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kamwe, wala sitakuacha. Uwe radhi kuridhika na hali yako ulionayo. Wengi wenu nyinyi mkishaanzisha vikanisa mkawekwa na hiyo nembo inayoitwa TAG, basi full stop, kinachobaki ni meula. Ndio maana inaitwa dini yetu pendwa, kanisa letu pendwa. Yesu hakuwa na kanisa pendwa. Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. Kila niaminie mimi yu na uzima wa milele, anayemwamini na akambatana naye katika njia yake, hata kama atakubali kuteswa, atakubali kuumizwa na waovu na wabaya, yeye yu na uzima wa milele. Nyinyi hiyo injili tutaiona, injili nitakayohubiri ni injili ambazo ukizisikia unajisikia roho inakuuma. Injili za kuhubiria walevi, wazinzi. Wengi wanalewa kwa sababu ya stress zao. Wazinzi wengine wanazini kwa sababu ya hali ngumu ya maisha iliyopo. Wezi wa kuku, wezi wa nazi. Ndio injili mlionayo. Kinachobaki njoo kwa Yesu, utapata nyumba, utapata gari, utapata mke mzuri, utapata mafanikio ya Mungu. Sio dili na wanaoleta madhara juu ya watu wengine. Mimi nisema tusubiri injili hiyo inayosema mtahubiri na kuwaleta watu kwa Yesu. Muwe na wakati mwema. Asanteni kwa kusikiliza.